Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Nikukaribishe katika makala ya leo ambapo leo tutaenda kuangalia makatazo ambayo Biblia imekwambia usiyafanye. Karibu na usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu na maarifa ambayo tunakuletea. Biblia ina makatazo mengi yanayolenga kumlinda mwanadamu kiroho, kimwili na kijamii, na mengi yanapatikana katika Amri 10, sheria za Musa katika Agano la Kale na mafundisho ya Yesu na mitume katika Agano Jipya. Hapa kuna baadhi ya makatazo ambayo Biblia imekutaka usiyafanye. Moja ni makatazo ya kiimani, kuabudu miungu wengine. Biblia inakataza vikali kuabudu miungu wengine au sanamu, ikisisitiza kuwa Mungu mmoja wa kweli, yani Bwana, ndiye anayepaswa kuabudiwa. Ibada ya miungu wengine inatajwa kama ibada ya sanamu na ni dhambi kubwa inayomkasirisha Mungu ambaye anajieleza kama Mungu mwenye wivu. Ukisoma Kutoka sura ya 20 aya 3 hadi 5 inasema kuwa usiwe na miungu wengine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, wala kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Kifungu kingine ambacho kinaendelea kutoa ufafanuzi kuhusu kuabudu miungu wengine ni kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 14, maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Lakini pia ukisoma Yeremia sura ya 25 aya ya 6 inasema kuwa wala msiwafuate miungu wengine ili kuwatumikia na kuwasujudia, wala msiwashirikishe kwa kazi ya mikono yenu, basi mimi sitawadhuru ninyi kwa dhara lolote. Kifungu kingine ni kutoka Zaburi sura ya 96 aya ya 5 inasema kuwa maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyefanya mbingu. Yohana wa kwanza sura ya 5 aya 21 pia inaendelea kusisitiza kutokuabudu miungu wengine, ikisema kuwa watoto wadogo, jilindeni na nafsi zenu na sanamu. Pia Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya ya 10 hadi ya 12 inatuambia kuwa asionekane kwako mtu ampitishaye mwanaye au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu amtazamaye bao, wala mtu amtazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaonyaye watu, kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako atawafukuza mbele yako. Biblia inafafanua kuwa miungu wengine si ya kweli, ni kazi ya mikono ya binadamu, mfano wa sanamu za mbao, mawe au mambo ya kiroho ya uongo. Biblia inataka utii na ibada ya pekee ya Mungu pekee, na inahimiza waumini kujiepusha kabisa na ushirikina, tamaduni au imani zinazompa kiumbe heshima ya kiungu. Katazo la pili ambalo Biblia inatutaka tusifanye ni makatazo ya tabia ya kuua. Biblia inachukulia uhai kuwa zawadi takatifu kutoka kwa Mungu, na kwa hiyo inakataza vikali kuua mtu mwingine au mauaji ya makusudi. Mungu anatambuliwa kama chanzo cha uhai. Ukisoma Zaburi sura ya 36 aya 9 inasema kuwa maana wako wewe iko chemichemi ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru. Lakini ukisoma Kutoka sura ya 20 aya 13 inakwambia usiue. Hii inaendelea kusisitiza kuwa kuua ni katazo ambalo Biblia inakataza. Pia katazo hilo bado linapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya 17. Pia inaendelea kusisitiza kuwa usiue. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 9 aya 6 pia inaendelea kueleza kuwa atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Kifungu kingine kinachoendelea kusisitiza katazo hilo la kuua ni Yohana wa kwanza sura ya 3 aya 15 inasema kuwa kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Ufafanuzi huo unaendelea kutolewa katika kitabu cha Kutoka sura ya 22 aya ya 2 hadi ya 3
inasema kuwa mwivi akipatikana akiwa yu hali ya akivunja mahali pae, akipigwa hatakufa, hapata kuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake, lakini kama jua limekucha juu yake, ndipo patakuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Ingempasa kutoa malipo kamili akiwa hana kitu, na auzwe kwa ajili ya wivi wake. Kitabu cha Kutoka sura ya 22 mstari wa 2 inatoa ufafanuzi kuwa mwivi akipatikana akivunja nyumba atapigwa hata kufa, aliyemuua hana hatia ya mauaji. Hii inamaanisha kwamba ikiwa mwizi atavamia nyumba usiku, mwenye nyumba ana haki ya kujihami, na ikiwa mwizi atauawa katika tukio hilo, mwenye nyumba hatashtakiwa kwa mauaji. Hii inaonyesha umuhimu wa usalama wa nyumbani, na hii ni kwa mujibu wa Biblia kutoka kitabu cha Kutoka sura 22 aya 2. Na katika mstari wa 3 ufafanuzi unasema kuwa sheria inatofautisha kati ya usiku na mchana. Ikiwa mwizi atapigwa na kuuawa wakati wa mchana, itachukuliwa kuwa ni mauaji au malipizo ya damu, kwa sababu ya uwezekano wa kumtambua mwizi na kumkamata bila kumuua. Katazo la 3 ambapo Biblia inakukataza usifanye ni makatazo ya kutokuwaheshimu wazazi. Biblia inatoa msisitizo mkubwa sana juu ya kuwaheshimu wazazi, na inachukulia kutokuwaheshimu wazazi kama kosa kubwa mbele ya Mungu. Heshima hii inajumuisha utii, upendo na kuwajali wazazi. Pia Biblia inaonya vikali dhidi ya kuwadharau na kuwatukana wazazi. Katazo katika Biblia la kutokuwaheshimu wazazi, tukasome Mithali sura ya 20 na aya 20. Tuone inatuambia nini. Amlaanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Lakini pia Kumbukumbu la Torati sura 27 aya 16 inasema kuwa na alaaniwe amdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Kuwaheshimu wazazi ni amri ya 5 kati ya amri 10 za Mungu. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya ya 12 inasema kuwa waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi uipendayo na Bwana Mungu wako. Lakini pia kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya ya 1 inaendelea kufafanua kuwa enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Lakini pia kitabu cha Wakolosai sura ya 3 aya ya 20 inasema kuwa ninyi watoto, watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Na kitabu cha Waefeso sura ya 6 aya ya 2 hadi ya 3 kinasema kuwa waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Kitabu cha Kutoka sura ya 21 aya ya 15, 16 na 17 inasema kuwa ampigaye baba yake au mama yake sharti auawe. Yeye amwibaye mtu na kumuuza au akipatikana mkononi mwake sharti auawe huyo. Yeye amwapizaye baba yake au mama yake sharti auawe huyo. Hivyo ni vifungu vinavyoendelea kuelezea namna Biblia inavyosisitiza kuendelea kuwaheshimu wazazi. Ukisoma Mathayo sura ya 15 aya ya 4, ya 5 na ya 6 inasema kuwa kwa kuwa Mungu alisema, muwaheshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Atakaye mwambia babaye au mamaye chochote kikupasacho kusaidia na mimi ni wakfu, basi asimheshimu baba yake na mama yake, mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Kuto kuwaheshimu wazazi kunatazamwa kama kukosa shukrani na kutokuwa na hofu ya Mungu. Heshima ya wazazi ni kielelezo cha heshima na kwa mamlaka ya Mungu mwenyewe. Jambo la 4 ambalo Biblia linatukataza tusifanye ni kula damu. Biblia inakataza vikali kula damu ya wanyama, ikieleza kuwa damu inawakilisha uhai na ni takatifu machoni pa Mungu. Katazo hili linaanzia tangu wakati wa Nuhu na likasisitizwa katika sheria ya Musa na Agano Jipya. Ukisoma Mwanzo sura ya 9 aya 4 inasema kuwa bali nyama pamoja na uhai wake damu yake msile. Lakini katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 aya ya 10 hadi ya 14, kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakaao kati yao atakaye kula damu ya aina yeyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo
alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa ya kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Mtu yeyote aliye wa wana wa Israeli au hao wageni wakaao kati yenu, ambaye anamshika mnyama au ndege ambaye huliwa katika kuwinda kwake, ataimwaga damu yake na kuifukia mchanga. Kwa maana kuliko huo uhai wa wanyama, hiyo damu yake ni moja ya uhai wake. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, msile damu ya wanyama wa aina yeyote, kwa kuwa uhai wa wanyama wote ni katika hiyo damu yake. Atakaye ila awaye yeyote atakatiliwa mbali. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 3 aya ya 17 kinaendelea kusisitiza kuwa neno hili litakuwa ni amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 12 aya ya 16 kinasema kuwa, lakini msile damu, imwageni juu ya nchi kama maji. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 aya 16 bado inaendelea kusisitiza kuwa, lakini msiile damu, imwageni juu ya nchi kama maji. Lakini pia wakati mwingine unaweza kujiuliza maswali mengi. Kwa nini Biblia inakataza kula damu? Biblia inasema kuwa damu ni uhai. Biblia inafundisha kuwa uhai wa kiumbe uko kwenye damu, ukisoma Mambo ya Walawi sura 17 aya 11. Lakini pia Biblia inakataza kula damu kwa sababu damu ni takatifu. Damu inatengwa kwa ajili ya upatanisho wa dhambi madhabahuni, hivyo haipaswi kuliwa kama chakula cha kawaida. Lakini damu ni heshima kwa Muumba. Biblia inakataza kula damu kwa sababu damu ni heshima kwa Muumba. Kwa kumwaga damu ardhini badala ya kula, mwanadamu anaonyesha kuwa uhai unamilikiwa na Mungu, bali si mwanadamu. Biblia inaona kula damu kama ukiukaji wa utakatifu wa uhai wa amri ya Mungu. Jambo la 5 ambalo Biblia inakataza ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya 3 ya Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu mwenyewe anayefanya kazi duniani. Yeye ni msaidizi, mwalimu na chanzo cha nguvu kilichoahidiwa na Yesu Kristo kuongoza, kufariji na kuwezesha waumini kuishi maisha ya utakatifu. Roho Mtakatifu hutenda kazi kwa kuongoza waumini kwenye kweli yote na kuwapa karama za kiroho. Mfano, Mafarisayo waliona miujiza ya Yesu wakati wa kufukuza pepo. Walijua ni nguvu za Mungu, lakini kwa wivu na ukaidi walidai Yesu anafanya kazi kwa nguvu za Shetani. Biblia inafundisha kuwa kumkufuru Roho Mtakatifu ni dhambi nzito sana, ambayo Yesu aliita dhambi isiyosameheka katika ulimwengu huu wala ujao. Hii siyo dhambi ya neno la kuteleza, bali ni kukataa kwa makusudi, kwa ukaidi na kwa moyo mgumu kuikataa kazi ya Roho Mtakatifu. Na dhambi hii ilitokea wakati Mafarisayo walipomwona Yesu akitoa pepo wachafu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, lakini walidai kuwa anafanya kazi hiyo kwa nguvu za Shetani. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ndiye aliyemvuta mwanadamu kwenye toba, ukimkataa yeye kabisa, hakuna njia nyingine ya msamaha. Kama una hofu moyoni mwako kwamba umemkufuru Roho Mtakatifu, hiyo ni ishara kwamba Roho Mtakatifu bado anafanya kazi ndani yako na hujafanya dhambi hiyo. Mtu aliyefanya dhambi hiyo ana moyo mgumu na hajisikii toba. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 12 aya 31 hadi 32 inasema kuwa, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Inafundisha kuwa dhambi ya kukufuru zote zinaweza kusamehewa isipokuwa kumkufuru Roho Mtakatifu, ambapo ni dhambi isiyosameheka. Hii inamaanisha kukataa kwa makusudi
au kwa kuendelea kutoa ushuhuda wa Roho Mtakatifu kuhusu Yesu, hasa kwa kuita nguvu za Mungu kuwa ni za Shetani. Ukisoma Marko sura ya 3 aya 28 hadi 30 inasema kuwa, amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu na kufuru zao watakazo kufuru zote, bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele. Inawezekana wakati mwingine ukajiuliza kumkufuru Roho Mtakatifu ni nini? Hii ni dhambi ya kusema jambo baya wakati wa hasira au kutokujua. Ni kitendo cha makusudi cha kukataa ushahidi wa Roho Mtakatifu kuhusu Yesu na kuita kazi ya Mungu kuwa ni kazi ya Shetani. Pia wakati mwingine unaweza ukajiuliza maswali mengi. Kwa nini dhambi hii ya kumkufuru Roho Mtakatifu haiwezi kusameheka? Hii si kwa sababu nguvu ya Mungu ni ndogo, bali kwa sababu mtu huyo anayekataa kwa makusudi njia pekee ya msamaha, ambayo ni kazi ya Roho Mtakatifu inayomvuta mtu kutubu. Mtu akimkataa Roho Mtakatifu hana uwezo wa kutubu, hivyo hawezi kupokea msamaha. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya 30 pia inatukumbusha kuwa, wala msimhuzunishe huyo Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi.